Lakini huko Ukraine bado mambo yanaendelea. Vita kati ya Urusi na Ukraine bado vingali vinaendelea, na taarifa zinadaiwa kwamba wakati huu mashambulizi yamekuwa ni mabaya zaidi, tofauti na jinsi ambavyo siku za nyuma mambo yalikuwa. Na mambo mengi hayazungumzi kwa sababu ya vita vinavyoendelea huko katika Mashariki ya Kati, lakini bado jambo linaendelea huko Ukraine. Taarifa zinaeleza kwamba maelfu ya wanajeshi wa Ukraine wamepotezwa vibaya na kutokana na mashambulizi ya Warusi katika kile wanachoita ni operesheni maalum ya kijeshi inayoendelea huko nchini Ukraine, operesheni ambayo ilianza tangu Februari mwaka 2022, operesheni ambayo kimsingi imelaniwa kote katika maeneo ya nchi za kimagharibi pamoja na Marekani. Operesheni ambayo Urusi kupitia rais wake Vladimir Putin alisema ni hadi wa Ukraine, hasa rais wake Volodymyr Zelensky asalimu amri na wataendelea kupigwa kila kukicha. Wakati huu Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 2545 katika kipindi cha wiki moja katika vita dhidi ya kundi la vita la Russia Sentry katika wiki iliyopita, pamoja na hasara ya wafanyakazi na vifaa katika nyanja zingine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema siku ya leo Ijumaa. Wizara hiyo imeeleza kwa uwazi ikisema kwamba kwa jumla maadui walipoteza zaidi ya watu 2545, lakini pia vifaru vinne ikiwa ni pamoja na tanki la Abrams iliyotengenezwa nchini Marekani, magari ya kivita 68 na magari 106 katika mwelekeo huo. Kadhalika, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vipande 10 vya silaha na vituo 11 vya kivita vya kielektroniki vimeharibiwa vibaya, wizara hiyo ilieleza katika taarifa yake. Kadhalika, hii ni pamoja na zaidi ya wanajeshi 1960 wa Kiukraini walioangamizwa katika wiki iliyopita na kundi la kivita la Urusi la Vostok, ambapo zaidi ya watu 1535 katika uwanja wa vita katika eneo la mbele la vita, lakini pia 1220 huko Zapad wameuawa. Wanajeshi wa Ukraine wanaendelea kuuawa kila kukicha, licha ya kwamba kuna idadi kadhaa ya wanajeshi wa Urusi pia kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine, hasa kushambulia katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na viwanda vya gesi huko nchini Urusi. Ninadaiwa pia kuna idadi kadhaa ya wanajeshi waliouawa, lakini idadi kubwa zaidi wakati huu ni ndani ya wiki hii ambapo zaidi ya wanajeshi 2500 wanadaiwa kuuawa kutokana na vita ambavyo vinaendelea hata wakati huu. Jeshi la Urusi lilianzisha mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya vifaa vya kijeshi na viwanda vya Ukraine na vifaa vya nishati ambavyo vilishambuliwa kwa usiku mmoja, wizara pia ilisema, na kuongeza kuwa katika wiki iliyopita jeshi la Urusi pia limeanzisha mashambulizi 6 ya kulipiza kisasi. Kikosi cha meli cha Bahari Nyeusi cha Urusi kiliharibu ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine na gari la chini ya maji linalojiendesha katika Bahari Nyeusi wiki iliyopita. Wizara iliongeza kusema kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imeharibu zaidi ya ndege 2300, mabomu 57 ya angani, makombora 8 ya masafa marefu ya Flamingo, lakini pia makombora 3 ya kuongozwa na Neptune na makombora 3 ya HIMARS katika wiki iliyopita. Wizara hiyo ilisema mfumo wa kombora la masafa mafupi la Iskander pia nalo limetumiwa wakati wa operesheni ya jeshi la Urusi, na hili ndilo ambalo limeleta maafa makubwa katika taifa hilo la Ukraine. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.